wanakosea sana. Mimi Simba siwadai na benchi la ufundi kwa sababu gani? Wachezaji wamefanya kitu kikubwa sana ndani ya ligi, ndani ya msimu wa mwaka huu. Wamekwenda finali ya shirikisho, wamecheza, wamekwenda kuweka mapato ya kutafuta ubingwa wa NBC mwaka huu. Sasa tukulaumu ile maboresho ya usajili lazima afanyike. Samatatu, asante sana. Tumuombe mchangiaji mwingine. Simba makubwa na sasa hivi tunatafuta kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu. Unanielewa? Ni lazima mtengeneze timu iliyo bora zaidi. Unaweza kupata nafasi hiyo. Simba iko nafasi ya 5 katika kwa ubora barani Afrika. Simba tunakwenda kucheza finali. Unajua nyinyi waandishi wa habari wakati tuanze kwamba ulitarajia timu yako itaingiaje kwenye dabi baada ya kuona uthibitisho wa kwamba timu itakuwa. Swali lako sijalielewa. Swali langu ngoja nirejee. Jana ulikuwa ni mchezo wa dabi na mkao mmepoteza kwa magoli 2 dhidi ya Mtani, lakini kulikuwa na ile taarifa ambayo kwenye peji ilikuwepo ikaleta sitofahamu, lakini tukaona majira ya saa 6 ikatolewa kwamba timu itakwenda. Baada ya kuona ile taarifa kwamba timu yako Simba itakwenda uwanjani kucheza dabi, matarajio kwako yalikuwaje kabla tujaja kwenye matokeo yaliyopatikana baada ya mchezo? Dabi ndio mpira ambao unabeba taswira ya Tanzania, lakini kikubwa mimi ni shukuru wachezaji wa klabu ya Simba, ni shukuru benchi ya ufundi, wamejitahidi kwa namna. Kwanza imekuwa kama surprise kwa Tanzania, kwa mashabiki wa Simba kwa timu yetu, kwa sababu ukiangalia maingizo yalikuwa mengi, ni mapya, benchi la ufundi jipya. Yani nikitaka kuangalia mimi siwezi kuwalaumu sana kwamba ni moja matokeo wameweza kuyapata kulingana na uzoefu wao waliokuwa nao katika mechi ya jana, lakini mimi sina cha kuwadai wachezaji na benchi la ufundi, sina cha kuwadai. Una cha kuwadai maana yake kuna mtu mwingine anaweza kaja kuelewa. Una cha kuwadai kwa nini? Kwa sababu kwamba wao wenyewe kwanza wachezaji ndio wametuofa kutupeleka mpaka hapo watutupeleka, kwamba wamekwenda kupiga sisi, kwa tunajua labda tutaanza kutafuta ubingwa labda mwaka, lakini wamejaribu kutengenezea wao wenyewe, sisi tuamini kwamba tuamini tunaweza kupata ubingwa mwaka huu. Mimi sina cha kuwadai wachezaji. Marekebisho hapa yatakayofanyika ndani ya klabu ya Simba ni makubwa kiasi fulani ya kuweza kufanya tuweze kuingia kwenye ushindani na timu zingine ambazo tutakuwa nazo kwenye klabu bingwa na kwenye ligi pia mwezi wa 8. Nataka tukusikie wewe. Mashabiki baada ya mchezo kumalizika jana, wapo waliolia, wapo waliogaragara chini, sisi tuliwashuhudia. Wapo ambao walitaka mwenyekiti Mangungu aondoke mara moja, lakini wapo ambao walihoji zile ahadi za mwenyekiti za kwamba atakuwa anaifunga Yanga pindi atakapopita. Lakini wapo ambao walihoji kwa nini uongozi ni kama umewatelekeza mashabiki kwa kuacha njia panda. Maoni yako wewe ni yapi kwa matamko yote, kwa sababu wao ni mashabiki? Niko station. Utawala hatuwezi hapana kushuti hapa andiki. Kila mtu anaona, lakini upande wa utawala kwa kweli kuna mapungufu mengi, kwa sababu muunganiko wa pamoja kama viongozi wa klabu ya Simba na kuweza kufikisha sisi ujumbe wa pamoja, mawasiliano hayapo. Hiyo tuweze kuliacha kwa sababu yameshatokea. Hatuwezi tena kukutana na mechi hii tena leo au kesho. Msimu wa 2024-25 ligi imetamatika jana 2025. Tunakuja kuanza 2025-26. Hiyo tutitazame. Lakini ukweli mpira unaumiza. Mpira unaumiza kwa sababu tunaona kuna maeneo ambayo yanakuwa hayatendewi haki na uongozi wa klabu ya Simba ambao si lakini yote ni yote, tumeshapoteza mechi, wenzetu wameshakuwa mabingwa, tujipange upya. Sawa, unaongea maneno machache lakini ni makubwa na yenye maana. Kwa hiyo maana yako ni kwamba wewe ni mteja wa Yanga na Yanga ni bora zaidi kuliko timu yako ya Simba. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sasa hivi. Yanga wamekuwa bora nje ya uwanja na ndani ya uwanja wamekuwa bora Yanga. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sababu tayari uongozi wamelitengeneza hilo. Uongozi wa Yanga unapata usaidizi ndani ya uongozi wa klabu ya Simba kuifuata. Sio, unaelewa? Ngoja kidogo, maana kabla tujapavuka hapo tunatofautiana kwenye kuelewa. Rudia hiyo sentence yako msema. Nasema hivi. Nasema hivi, Yanga na haki ya kutuita sisi wateja kwa sababu wanapata usaidizi wa kuifunga Simba ndani ya uongozi wa klabu ya Simba. Kwa Yanga wanaweza kufanya chochote sasa hivi, wala tuweze kushindana nao wala kubishana nao. Hilo liko wazi. Mzee Masatu, umri wako ni mkubwa sana kuliko mimi. Mimi bado sijakuelewa. Yaani una maana gani? Hao watu watakuwa wameshanielewa, watu wa mpira, kwa sababu Simba tunaijua ni miaka mingi, tunaona muundo wako uongozi na watu wanaokuja katika kuiongoza klabu ya Simba. Sisi tunajua. Unaelewa?
Hilo nikilizungumza kwa Simba watajua kwamba nini nicholenga, kwa nini nazungumza namna hiyo. Haijawahi kutokea miaka tangu 1936 matokeo namna hiyo mfululizo sisi kwa wateja kwa Yanga kwa mara moja miaka mitatu. Mechi tano nafunga kiingia itafikia hatua Yanga taogopa. Kama kuna mechi unakwenda kucheza Simba na Yanga inabidi wewe watu tusikate tiketi wala tusiende. Lakini kuna sababu inatengenezwa na watu ambao wako ndani ya klabu ya Simba. Kwa upande wako sasa, hii Simba kupoteza mara 5 kwa Yanga mfululizo, au tuseme Yanga anamfunga Simba mara 5 mfululizo, ni kutokana na ubora wa vikosi au inachangiwa pia na mambo ambayo yako nje ya uwanja? Mimi nafikiri anachangia nje ya uwanja. Viongozi wetu nje ya uwanja hawana uwezo kuweza kupambana na Yanga. Hawana uwezo huo, hawana uwezo kupambana na Yanga, hawana. Kwa sababu sisi tunajua kwamba kuna watu ambao wanaweza kudili na hili jambo litaisha. Ni mahusiano. Yale mahusiano ya ndani ya klabu ya Simba kuna kushabiki. Hilo limekosekana. Bana, sawa Mzee Masatu, sisi tumeheshimu sana kuja kukaa kwako hapa, lakini usiondoke bila kutuachia kile ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitandao kwa sasa. Kiwango cha Pinpin Musa Kamara, golikipa wenu ambaye inatajwa msimu huu, makosa yake binafsi yamechangia yeye, makosa yake binafsi yamesababisha magoli zaidi ya 11 kwenye lango lake. Yaani kwamba magoli 11 Simba imeruhusu, yeye akiwa chanzo, na inatajwa kwamba huenda tusimuone tena msimu wa ligi 2024-25. Kama Mzee Masatu, shabiki wa Simba, na wewe kwa moyo mmoja ni kwamba unaona basi Kamara na aende? Unajua mtazamo mpira mawazo haya fanana. Kwa sababu gani? Hili sasa inaanza kutengenezwa tu Yanga kutaka kuiharibu timu ya Simba. Na hili Yanga itafanikiwa kisha alianza namna hii. Timu inachezwa ni timu wake, timu nzima wachezaji 11 na wachezaji walioko ndani ya benchi wanatimia kuwa timu moja. Unaelewa? Ukimlaumu Kamara kwa mfano, angalia goli la pili. Unamlaumu golikipa. Na jana goli la pili golikipa. Inapigwa pasi beki zote zinaruka mpira kwa makusudi na mmoja mfungaji. Goli la pili tunazungumzia goli ambalo limefungwa na timu nzima. Hebu jaribu kuliangalia. Kwa pasi beki zote wameruka mpira, wamemwacha mtu kwenda kufunga kwa golikipa. Unamlaumu Kamara kwa kipi hapo? Hii ni mipango ambayo inatengenezwa nje ya uwanja kwa sababu ya kuibomoa klabu ya Simba. Na hiyo watafanikiwa Yanga. Yaani kwamba lakini hakuna golikipa bora sasa hivi tukitaka kuchagua katika Tanzania nani? Kwa sasa clean sheet anaongoza Kamara. Kwa hiyo golikipa bora sio bora? Golikipa bora. Sasa unaposema kwamba Kamara ameleta makosa namna gani? Hawa nyinyi wenyewe waandishi wa habari ndio tayari sasa mnaanza kuchukua mafungu yenu kuja kutaka kujaribu klabu ya Simba. Lakini kuna wachezaji ambao watakuwa klabu ya Simba. Ndio kwa sababu unauliza kuhusu Kamara wakati unajua ndio golikipa bora kwa ligi hii. Unampa dosari ya nini? Lakini bila ni mchezo wa wazi na mashabiki wanashuhudia kinachoendelea. Kuna magolikipa wangapi katika timu 36? Katika timu 30 tuliokuwa nazo 16. Magolikipa wangapi tunao? Timu 16 magolikipa wangapi? Anayekwenda sasa kwenda kuwa na grade A kati ya magolikipa wote. Sio 16 mara 2, sio wili. Kwa kama magolikipa wangapi? Kwa nini awe Kamara mpaka sasa? Alafu mnasema ni mbovu. Bwana mjibu kwamba magolikipa 36 Kamara anakwenda kuwa golikipa bora. Nyinyi mnasemaje kwamba Kamara ni mbovu? Basi mimi kwa heshima yako naomba dhamana. Bana, mashabiki mmetuzunguka hapa ni wengi sana, na sisi tunaomba sauti yenu moja tu kwa Mzee Masatu. Bana, Kamara ni bora sio bora jamani? Sio bora. Wamie bora nani? Mpira na namba. Bahati nzuri mpira una namba. Bora nani? Magolikipa 36. Haya, Kamara mwekeni pembeni, tafuteni mwingine. Nani mwingine? Yala. Anakishi ngapi? Mzee Masatu, kabla hatujaama kwako, mimi naomba tumalize kwa chochote ambacho jana umelala baada ya kupoteza. Ukasema kesho nikiamka asubuhi nikipata nafasi ya kuzungumza, sauti yangu iende kwa wana Simba. Wewe ulipanga kusema nini ambacho ndo cha muhimu zaidi na hata ukinyanyuka hapa? Kwanza moja, mimi sikutaka kuongea siku ya leo. Kwa sababu sikutaka kuongea, nimewaheshimu ndugu zangu, mmekuja, tumejaribu kupeana mawili matatu. Mimi sina cha kuidai timu. Ila kuna maboresho ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya klabu ya Simba. Maboresho yanatakiwa yawepo ndani ya